Bwana, wakati tukienda kwenye FIFA break, tunafahamu baadhi ya michezo ya ligi inasimama na tayari tumeona baadhi ya vilabu vikitangaza mapumziko kwa baadhi ya wachezaji wake. Tumeona klabu ya Yanga ikitangaza siku 6 kwa wachezaji ambao hawajaitwa na timu zao za taifa. Sasa kocha wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, Hemedi Suleiman Morocco bwana ameita kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kitakachoingia kambini kujiandaa na mchezo wa kufuzu kombe la dunia 2026 dhidi ya Morocco. Bwana, tumeona kikosi ambacho kimeitwa na kocha huyo. Sasa ni kupitishe kwa wachezaji ambao wameitwa kwenye kikosi hicho kujiandaa na mchezo huo dhidi ya Morocco. Bwana, Yakubu Suleiman kwa upande wa magolikipa ni Yakubu Suleiman kutoka ndani ya klabu ya JKT Tanzania, Ali Salim kutoka ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Hussein Masaranga kutoka ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Hao ni kwa upande wa magolikipa ambao wameitwa. Kwa hiyo wale ambao pengine tumewazoea kina Aishi Salu Manula unaweza kuona hayumo, Metacha Mnata pia hayumo, Beno Kakolanya pia ni moja kati ya makipa ambao hawajaitwa kwenye kikosi hicho. Kwa makipa ambao wameitwa ni Yakubu Suleiman JKT Tanzania, Ali Salim kutoka Simba pamoja na Hussein Masaranga kutoka Singida Black Stars. Kwa upande wa mabeki ni Shomari Kapombe kutoka ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Rusajo Mwekenda kutoka ndani ya klabu ya Azam FC, Mohamed Hussein kutoka Simba, Pasco Msindo kutoka pia Azam FC, Miraj Abdara kutoka Coastal Union, Ibrahim Abdurabaka kutoka Yanga, Dickson Job kutoka Yanga pia, Abrazaki Mohamed Hamza kutoka Wekundu wa Msimbazi Simba, Ibrahim Ame kutoka ndani ya klabu ya Mashujaa, lakini pia Haji Mnoga kutoka Salford City ya huko Uingereza. Novatu kwa upande wa viungo, Novatus Mirosh kutoka huko Uturuki, Mudathiri Haya kutoka Yanga, Yusuf Kagoma kutoka Simba, Faisal Salum kutoka Azam FC, Charles Momwa kutoka Newcastle United Jets ya Australia, lakini pia Kip Dennis Wekundu kutoka ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Simon Msuva Al-Tarba ya Iraq, lakini Clement Mzize kwa upande wa washambuliaji hao, Clement Mzize kutoka Yanga, Eddie Suleiman Nado kutoka Azam FC, Suleiman Mwalimu kutoka Wydad Casablanca Morocco, pamoja na Kevin John kutoka Arbok ya huko Denmark. Kwa hiyo hicho ndicho kikosi ambacho kimeitwa na mwalimu Hemedi Suleiman Morocco kitakachoenda kukabiliana dhidi ya Morocco kufuzu kombe la dunia 2026. Unaweza ukaona kuna baadhi ya majina ambayo hayamo, na moja kati ya jina ambalo halimo na pengine baadhi ya wadau na mashabiki wanaweza kuwa wanajiuliza pengine kutokuwemo kwake kumesababishwa na nini bwana, ni jina la captain Samata kukosekana kwenye kikosi hicho bwana. Taarifa ni kwamba Samata Samagol hajajumuishwa kwenye kikosi kitakachojiandaa na mchezo huo dhidi ya Morocco kwa sababu ni majeruhi, na tunaweza tukawa pengine tumeona kile ambacho ameendelea kukifanya Mbwana Samata kwenye klabu yake huko Ugiriki, PAOK. Moja tumeona hivi karibuni amekuwa na mwendelezo mzuri sana kwenye ligi ya Ugiriki. Amekuwa ni moja kati ya wachezaji ambao wameendelea kuwa na msaada mkubwa sana. Mechi iliyopita tumeona akifunga na kutoa assist. Kwa hiyo baada ya moto ule, baada ya kikosi kuitwa, baadhi ya watu wamekuwa kijiuliza kwa nini pengine Mbwana Samata hajaitwa, lakini taarifa ni kwamba hajajumuishwa kwenye kikosi kitakachojiandaa na mchezo huo dhidi ya Morocco kwa sababu ni majeruhi. Kwa hiyo taarifa iko hivyo kwamba Mbwana Ali Samata ni majeruhi na ndio maana hajajumuishwa, lakini tumeona jina la Simon Happy God Msuva Limo ni moja kati ya wachezaji ambao wamejumuishwa kwenye kikosi, lakini pia Suleiman Mwalimu
baada ya kula shavu Wydad Casablanca akitokea ndani ya klabu ya Fountain Gate bwana, akielekea huko Wydad Casablanca ameitwa na kocha Hemedi Suleiman Morocco kwenye kikosi hicho. Kwa ni mmoja pia kati ya washambuliaji ambao wataongoza kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kwenye mchezo huo wa kufuzu kombe la dunia 2026 dhidi ya Morocco. Majina mengine ambayo tumeyazoea na pengine hayamo, tumeona baadhi ya majina mbalimbali hayamo kwenye kikosi hicho, lakini hili ndio jeshi la timu ya taifa ya Tanzania linaloenda kuikabili Morocco kwenye mchezo wa kufuzu kombe la dunia 2026. Tumeona viungo hao Mudathiri Novatus, Faisal Salum Feitoto, moja kati ya wachezaji ambao wameitwa, lakini unaweza kuona mabeki yao Mohamed Hussein amerejea, ameendelea kuitwa. Shomari Kapombe ameendelea kuaminiwa na kocha, lakini pia tumeona Miraji Abdalla kutoka ndani ya klabu ya Coastal Union akiitwa baada ya kuwa na kiwango bora ndani ya klabu ya Coastal Union. Lakini pia Abdrazaki Hamza, beki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, moja kati ya beki bora kabisa, ameitwa kwenye kikosi hicho. Yusuf Kagoma, moja kati ya viungo wakabaji bora kabisa na ameendelea kuwa na kiwango bora ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ameitwa. Mudathiri Yahaya, moja kati ya kiungo bora ndani ya klabu ya Yanga, ameitwa. Clement Mzize Kinda ambaye ameendelea kufanya vizuri kwenye eneo la ushambuliaji. Idi Suleiman Nado ameendelea pia kuaminiwa na kocha, lakini pia Faisal Salum Feitoto, mwendelezo mzuri kabisa toka akiwa ndani ya klabu ya Yanga. Azam FC bado ameendelea kuaminiwa na Hemedi Suleiman Morocco, lakini Lusajo Maikenda pia moja kati ya mabeki ambao wameendelea kuaminiwa na Suleiman Morocco. Ali Salim, golikipa wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, licha ya kutokupata nafasi ndani ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini bado ameendelea kuwa na kiwango bora. Tumeona kwenye michezo hivi karibuni, michezo miwili baada ya kuumia kwa Pimpini Kamala, tumeona kiwango bora, ameendelea kuonyesha namna ambavyo goalkeeper hata kama upewi nafasi unatakiwa kuendelea kulinda kiwango chake. Kiwango chako ndicho ambacho ameendelea kuifanya Ali Salim, na ndicho ambacho kimemfanya kuitwa na Hemedi Suleiman Morocco. Kwa hiyo hilo ndio jeshi la timu ya taifa ambalo limeitwa na Hemedi Morocco kuelekea kwenye mchezo huo wa kufuzu kombe la dunia 2026 dhidi ya Morocco. Kwa hiyo hicho ndicho kikosi ambacho kimeitwa na kocha huyo. Kwa hiyo mnaweza kuona baadhi ya majina ambayo hayamo, lakini kutokepo kwa Mbwana Samata ni moja kati ya mjadala ambao watu walikuwa wanauliza kwamba inakuwaje na nini, lakini taarifa ni kwamba hajajumuishwa kutokana na kuwa majeruhi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.